Asante. Kwanza niliona kana kwamba ni jambo ambalo lilikuwa limechelewa sana. Kwa nini? Kwa sababu nikiangalia all over the world, capital cities, hakuna vile utasema kwamba you will be a capital city without the national government. Na ndio sababu unaona pia katika serikali iliyopita Rais Uhuru Kenyatta pia alifanya jambo hilo hilo pamoja na aliyekuwa gavana Mike Sonko. Na ukikumbuka vyema wakati huo gavana wa Sai alisema kwamba ni jambo ambalo si zuri kabisa. Na sasa yeye sasa ndo gavana na pia amejipata mahali papo hapo. Kitu ambacho kinaripotiwa vibaya ni kusema kwamba national government has taken over functions of county. Hapana, kitu ambacho kimefanyika ni kwamba kuna working relationship, cooperation agreement kati ya national government na county government. Kwa sababu the city hosts our embassies for instance. Kwa hivyo wewe sema kwamba the capital city ikuwe tu biashara ya county governor peke yake. No, it has more mandate than just that. Na ndio sababu lazima kutakuwa na vitu ambavyo national government lazima iingilie kati. Ukiangalia mambo ya budgeting, sababu Nairobi unajua inapata mgao wa karibu bilioni 1.7 per month or something like that, na ukiangalia hizo hela karibu bilioni 1.5 ni mishahara tu. Kwa hivyo pesa ya kufanya vitu vingine ni kidogo sana. Kwa hivyo ukiangalia pia barabara, zile vitu ambavyo tunasema kila saa kuna flooding imefanyika wapi, barabara hazipitiki. Mara nyingi hizo barabara ambazo tunasema governor hajafanya ni barabara za national government. Ni ile tu ziko Nairobi, lakini hakuna kitu ambacho gavana anaweza fanya. Kwa hivyo ndio kukue na hali ambayo watu ambao wanaishi Nairobi wanaweza pata service delivery to the best. Lazima kutakuwa na relationship, working agreement and cooperation between national government na county government. Hatuwezi sema tu kwamba county government ita exist on its own, haiwezekani.